Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii na katika nyanja ya kisiasa humo nchini. Kapteni Tesha atishiwa na kesi ya uhaini mahakamani, apokea habari mbaya kutoka serikalini sasa hivi, huku Buyobe naye akizua ujumbe wa vitisho dhidi ya matendo ya Kapteni Tesha baada ya kuzua taharuki kwa kuhusisha jeshi la JWTZ la Tanzania na maandamano ya kupinga serikali ya Samia Suluhu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani. Katika hali ambayo imeibua wasiwasi mkubwa katika duru za usalama na za kisiasa za Tanzania, hivi karibuni video za hivi punde za mtu aliyejitambulisha kama Kapteni Tesha wa JWTZ ambaye anaonekana amevalia kijeshi huku akitoa kauli zenye tuhuma za kisiasa na kuchochea machafuko ya umma kupitia mitandao ya kijamii zimezua taharuki kutoka kwa wachambuzi wakuu. Miongoni mwa watu walio na uzito mkubwa ni pamoja na Fortunata Buyobe, mchambuzi wa masuala ya usalama na siasa anayeheshimika, ambaye ametoa onyo kali akisisitiza kuwa swala hilo lisitupiliwe mbali kuwa ni jambo la kawaida au dogo. Ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka za kisheria kutokana na mamlaka husika, akisisitiza kuwa hali hiyo inagusa masuala ya utulivu na nidhamu ya taifa ndani ya vikosi vya ulinzi. Kwa maoni yake, kama madai hayo ni sahihi na kwa hakika Kapteni Tesha ni mwanajeshi anayehudumu, tukio hilo si tu la kutotii bali linaweza kuwa ni uhaini mkubwa, uhalifu mkubwa wenye madhara makubwa. Kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, nikimnukuu, aliandika hivi: kama unavyotazama, alichokifanya Tesha kinabeba uzito wa kesi halisi ya uhaini, tofauti na ile ya Tundu Lissu ya kubambikizwa. Yupo chini ya kiapo cha kumtii amiri jeshi, kafanya insubordination kwa mkuu wake wa kazi CDF kwa kumpa orders. Naamini hadi anafanya haya alishaforesee kinachoweza kumtokea baada ya haya, akapima jinsi atakavyokabiliana na matokeo na kufanya alichofanya. Hata hivyo, he must have accomplices in a plan, he might not be acting alone. Mtazamaji, hayo ni maneno yake Buyobe. Uchambuzi wa Buyobe uliochapishwa kupitia ukurasa wake rasmi wa X, zamani ukijulikana kama Twitter, unaonyesha athari kubwa za kikatiba na kijeshi za tukio hilo. Alieleza kuwa katika maadili ya kijeshi na sheria za ulinzi wa taifa, uaminifu kwa amiri jeshi mkuu na kufuata mlolongo wa uongozi ni mambo matakatifu. Kwa hiyo, kwa afisa wa kijeshi kukaidi hadharani majukumu haya kwa kujihusisha na msukosuko wa kisiasa, sio tu ni uvunjaji wa itifaki, ni kitendo ambacho kinaweza kufunguliwa mashtaka ya uhaini mahakamani. Hii ni kulingana na Buyobe. Wasiwasi huu unaendelea katika ufafanuzi wake, kwani anakumbusha kila mara serikali na umma juu ya mfano wa hatua kama hizo ambazo zinaweza kuweka ikiwa hazijadhibitiwa. Buyobe anaonya kwamba kile ambacho kinaweza kuonekana kwa baadhi ya watu kama kitendo cha pekee cha kupinga kinaweza kuwa njama ya makusudi iliyopangwa vyema, ikiwezekana iliyopangwa kwa usaidizi wa watu wengine au vikundi vinavyolenga kuvuruga taasisi nyeti za kitaifa. Hakung'ata maneno yake kuelezea uzito wa kitendo hicho, akisisitiza kuwa tabia ya Kapteni Tesha haiakisi matendo ya mtu aliyefanya uamuzi wa kukurupuka. Badala yake, kulingana na Buyobe, video hizo zinaonekana kuwa sehemu ya hatua iliyohesabiwa inayoonyesha uwepo wa mtandao mpana au njama pana. Hii inazua maswali ya kutisha kuhusu ukiukaji wa ndani ya sekta ya ulinzi, na Buyobe anasisitiza kwamba mamlaka lazima ichunguze kwa kina ili kubaini kama watu wengine walihusika au kufahamu mpango huo. Msisitizo wake wa mara kwa mara ni kwamba hali hii, kutokana na athari zake kwa usalama wa taifa na nidhamu ya kijeshi, inazidi hata kesi nyeti za kisiasa mfano wa Tundu Lissu. Tofauti, anasisitiza, iko katika ukweli kwamba Tesha anadaiwa kufanya kazi kutoka ndani ya mfumo wa usalama, akiwa na ufahamu wa ndani wa operesheni zake na kufanya ukaidi wake kuwa hatari zaidi na ikiwezekana kustahili kuwa uhaini mbele ya sheria. Katika uchambuzi wake wote, Buyobe anarejea kwenye wazo kwamba hili si suala la kinidhamu tu, bali ni suala la usalama wa taifa wa hali ya juu. Anasema kuwa kitendo hicho kinadhoofisha muundo wa kikatiba unaowajibisha wanajeshi kwa uongozi wa kiraia. Iwapo tabia kama hiyo ingevumiliwa au kushughulikiwa ipasavyo, inaweza kuhimiza tabia kama hiyo kutoka kwa maafisa au vikundi vingine, ambayo inaweza kuharibu nidhamu ambayo inasimamia vikosi vya ulinzi vya nchi hii. Anahimiza vyombo vyote vya usalama vinavyohusika, ikiwa ni pamoja na ujasusi
ujasusi wa kijeshi na polisi wa kitaifa kuchukua hatua kwa uharaka na uwazi, sio tu kupunguza vitisho vyovyote vilivyopo, lakini pia kurejesha imani ya umma katika uaminifu wa jeshi kwa utawala wa kiraia. Anaamini ukali wa kesi hiyo, hasa kwa tuhuma za uhaini zinazoelekea kufunguliwa mahakamani, unahitaji mkakati wa mawasiliano ya umma kuhakikisha Watanzania wanapewa taarifa na kufarijiwa wakati wa upelelezi. Uharibifu unaowezekana kwa uaminifu wa umma, kulingana na Buyobe, hauwezi kupuuzwa iwapo dhana itakita mizizi kwamba maafisa wa kijeshi wanaweza kutoka nje ya mipaka ya majukumu yao na kuchochea machafuko ya wenyewe kwa wenyewe bila madhara ya mara moja. Itaweka kihistoria ya kutatiza sana. Kwa sababu hiyo, anasisitiza kuwa mashtaka ya Kapteni Tesha, iwapo ushahidi utathibitisha, lazima yafuatiliwe kwa uzito kamili wa sheria. Maoni yake ni kwamba uhaini, ukiwa ni mojawapo ya uhalifu mkubwa zaidi chini ya sheria za kitaifa, unadai mchakato wa kimahakama ulio wazi, hasa pale mtuhumiwa anapotoka katika safu ya utetezi. Hoja hii inakuwa muhimu kwa kila kipengele cha uchanganuzi wa Buyobe. Vitendo vya Tesha, ikiwa vimethibitishwa, vinapinga misingi ya udhibiti wa raia juu ya jeshi na kuanzisha kipengele cha kutotabirika katika mfumo ambao unategemea amri na udhibiti mkali. Pia anagusia athari pana kwa mahusiano ya kiraia na kijeshi nchini Tanzania. Katika jamii ya kidemokrasia, anaeleza, jeshi lazima libaki kuwa la kisiasa na kuwa chini ya uongozi wa kiraia uliochaguliwa. Kuanzishwa kwa matamshi yenye msukumo wa kisiasa kutoka ndani ya safu kunatishia kwamba usawa na hatari ya kuingiza jeshi kisiasa, matukio yenye matokeo hatari kwa utawala pamoja na utulivu wa amani. Buyobe anaamini kwamba mabadiliko kama hayo yangedhoofisha sio tu utulivu wa umma, lakini pia uhalali wa kikatiba wa vikosi vya jeshi. Tena anasisitiza kwamba ukiukaji wowote kama huo lazima ukabiliwe moja kwa moja na kisheria kwa kesi za uhaini ikiwa inafaa, kama mfano wa kitaifa kwamba nchi haitavumilia ukaidi kutoka ndani ya miundo yake ya usalama. Katika onyo lake linaloendelea mitandaoni, Buyobe bado yuko dhabiti katika kutoa wito wa uchunguzi kamili na wakina kuhusu nia ya Tesha, uhusiano wake na upatikanaji wa rasilimali za kijeshi. Anaongeza uwezekano kwamba mtu huyo anaweza kuwa na usaidizi wa vifaa au angalau usaidizi wa kimkakati katika kusambaza ujumbe wake, iwe kutoka ndani au nje ya duru za kijeshi. Hili, anadokeza, linaweza kuashiria kuwa hali hiyo haikomei kwa kipengele kimoja cha uhuni, lakini labda ni sehemu ya juhudi kubwa zaidi iliyoratibiwa inayolenga kuharibu imani katika taasisi za usalama wa taifa. Anakariri kwamba uchunguzi kamili pekee unaongozwa na mamlaka zisizo na upendeleo na wenye uwezo unaoweza kufichua ukweli, na kwamba iwapo ushahidi utaelekeza kwenye njama za kina, kesi za uhaini lazima zipanuliwe pasavyo kwa Kapteni Tesha. Kwa Buyobe, hata hivyo, suala hilo sio tu kisheria, lakini lipo. Bila hatua madhubuti, taifa linaweza kuhatarisha mmomonyoko wa nidhamu wa kijeshi ambayo inalinda dhidi ya vitisho vya ndani na nje. Buyobe anamalizia kauli zake kwa kuimarisha wajibu wa serikali kulinda uadilifu wa taasisi zake.